Ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbeat. Pasili moja leo ina penalty. Kinadharia ukiangalia mashabiki wa Yanga na wa Simba unaweza kuona kama wa Yanga unaweza kuona kama vile Azimu. Nakupa nini hiyo ya umekifanya kazi. Mashabiki wa Yanga wanajua mpira vibaya. Kweli? Kwa nini nakwambia hivyo? Walijua yani wakadiri hapo timu yetu sio nzuri. Ukaona naye ukaja naye kama atuigizia, ukapata tunataka kama katuni hapo. Kwamba timu yetu msimu huu tumesajili vibaya. Utakwambia Mangungu hafai. Wakati Mangungu hahusiki kwenye na pia hata ubingwa wa msimu ujao hata kama ndio ikatokea baada chukua tena Yanga, haitakuwa kama hivi unavyoona. Mshama mzuri. Sasa hapo Mohamed, hapo tu sasa ndio wanatuvuruga. Tena wachukue kama tusiki. Mimi pasili moja leo ina penalty. Kinadharia ukiangalia mashabiki wa Yanga na wa Simba unaweza kuona kama wa Yanga unaweza kuona kama vile Azimu. Ni kweli, hiyo ni kweli. Kama Azimu. Lakini mimi ifanye hii nakupa hii hiyo ya umekifanya kazi. Mashabiki wa Yanga wanajua mpira vibaya. Kweli? Kwa nini nakwambia hivyo? Mashabiki wa Yanga timu yao inapofanya tatizo huwa wanasemea tatizo. Wanadeal na tatizo. Anifuatilia vizuri. Mfano kama msimu toka msimu unaanza walisema Folz sio kocha. Wakawa hawapishani. Yaani kawa na viongozi jamani, Folz sio. Toka msimu unaanza akaondoka Folz, akaja huyu wakauchubua kidogo. Wakaona safari timu yetu sio nzuri. Wakaona kabisa timu yetu sio nzuri. Walijua yani wakadiri hapo timu yetu sio nzuri. Ukaja naye kama atuigizia, ukapata tunataka kama katuni hapo. Kocha sio wakatoa. Ndio maana kwa Yanga mara nyingi kufail ni machache sana sababu wanajua makosa yao ni nini. Mashabiki wa Simba Sport wanachaga tatizo, wanasemea kitu ambacho sio tatizo. Mfano wanaweza kuona kwamba timu yetu msimu huu tumesajili vibaya, utakwambia Mangungu hafai, wakati Mangungu hahusiki kwenye usajili. Sio, unaelewa vizuri? Yaani mfano kama msimu umemalizika, Yanga kashakuwa bingwa. Shida ya Simba kukosa ubingwa msimu huu ni usajili mbaya dirisha kubwa. Kwa sababu utakujua kwa nini mbaya? Ndio maana umepatia dirisha dogo, umeona timu ilivyokaa kwenye leo. Kwa maana yake ukisema zile pointi 3 za wapi? Za Zanzibar. Kama unahamisha mambo ya goli halali. Unatakiwa uangalie kwamba jamani, sasa kuelekea dirisha kubwa tusije tukafeli tena kama tulifeli dirisha kubwa lililopita. Yaani ilipaswa washikilie hapo. Yaani hapa igia yao Simba ilianza nayo hii. Inatakiwa iongezewe yani. Yaani mwanzoni mwa season waanze kwa speed ile ile. Sababu Simba ukiangalia sasa hivi na hakika anaweza kukompiti kwenye ngao. Ni kweli kwenye ngao anaweza kukompiti. Kwanza karejesha ngao na hakika. Na pia hata ubingwa wa msimu ujao hata kama ndio ikatokea baada ya Yanga haitakuwa kama hivi unavyoona. Mshama mzuri. Sasa hapo Mohamed, hapo tu sasa ndio wanatuvuruga. Tena wachukue kama tulivyoona. Yaani wachukue tena Yanga lakini kama sio mtu kafuza upepo. Yaani Yanga wanaweza wakachukua lakini sio kama tulivyoona. Sasa hiyo kwa hivyo ushafahamu vizuri. Kwa hiyo maana yake wasidili na propaganda ndio unajua ogopa ukiona jambo wanalianzisha viongozi. Hiyo ni propaganda. Yaani kuna agenda fulani imeshikiliwa na Yaani nalishwa matango poli. Nyinyi kama shabiki, hiyo shabiki ndio anajenga timu. Siku zote sikombe mtu. Sahihi. Shabiki ndio anajenga timu. Sahihi. Shabiki leo ukikubali kupigia propaganda za viongozi, timu yako haitakuwa imara. Miaka yote nakufahamisha. Na ichukue hiyo kwamba usiingie kwenye mtego wa hoja zinazo. Yaani ukishaona tu anaanza viongozi wako. Msimu huu ulikuwa ni mzuri lakini tumenyimwa goli. Hapo ogopa. Hii propaganda yani wanavua, wanajua kuna ile wanavua matatizo yao wanaleta tatizo lingine. Sasa mshabiki sio anatakiwa yani tofauti na unajua mshabiki anatakiwa tofauti na kiongozi wako. Aone zaidi. Sio uniform mashabiki. Sio uniform. Alafu unajua Mohamed hata wakijifunza kwa upande wa pili ambao umewasema hawa viongozi wa Young Africans mara nyingi wanapata
ile guts na kiburi kutoka kwa mashabiki wao. Unakumbuka hata last season wao ndio walisema hata kama tutakatwa alama tutanini lakini tusipeleke. Kwa nini? Kwa sababu viongozi wao wanasimamia kwenye ukweli mara nyingi. Mfano kama ile mechi iliahirishwa wakasimamia kwenye ukweli. Kama mechi imeahirishwa wakatoa sababu zao, afu baada hapo wakaachia nani mashabiki ukeni nao. Na mashabiki walishikilia lile moja. Wao ambao lile. Nao wengine wakaandika barua baada ya mechi kupangwa tarehe 10 kwamba hatuchezi. Wengine tunacheza. Basi hiyo hatuchezi uliona. Walisema hatuchezi, barua ilisema hatuchezi. Mashabiki nao wakabaki hatuchezi, timu ikaenda tarehe ngapi? Hadi kwamba hakuna ile sauti moja. Kwa nini? Kwa sababu mashabiki ndio kweli. Wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu. Mashabiki wa Simba ndio wana haki, yani ndio wenye uwezo wa kufanya timu yao ya imara zaidi wenyewe. Lakini kama hata hii na propaganda hizi, katika mwanzo anachukua ubingwa anasema sui marefa suni, kwa sababu unajua ukiangalia sikia ninachokwambia, msimu huu hakuna ambaye akupata favor ya marefa na wala hakuna ambaye hajaumizwa na marefa. Wote wapata. Sasa baada ya kuumizwa au kupewa favor, timu yako inajiweza. Hapo ndo pa kuuliza. Namaliza na hii. Mimi nakumbuka Sheku mnunua refa, nakwambia kabisa. Sisi kwenye ligi fulani hivi, ligi ya kwa ligi. Basi usihitaji. Sheku mnunua refa vizuri wenyewe. Mnunua refa vizuri, mnunua refa nini? Refa basi ile mpango mzima kwa kaka. Lemba tuje penalty. Kwenye box yetu fiti. Panga refa awapia momo la yenu ngumu. Mame. Baada wote sawa unanunua na nini? Timu yako inajiweza. Kwa sababu refa adribu yeye mpaka golini. Wewe ingia pale. Kaka. Refa ibidi kama ndugu yangu kwa center forward tu basi. Yaani tena asio awe center up. Alinde. Wakija wapinzani. Mame bwana kumbe ufai kabisa.